Na mbona kumekuwa pia na watu wengi kusema kwamba right now ndio hip hop imeamka, yani watu wanasema sasa hivi sio kama nyuma. Yes, walikuwa lakini sasa hivi ndio imeinuka. Kwani huko nyuma vipi, hip hop ilikuwa imelala au? Miaka gani kwanza? Miaka ya nyuma tofauti na right now. Mimi wakati nakuwa nilikuwa nasikiliza muziki yote. Lakini wasanii ambao walikuwa A-list asilimia kubwa walikuwa ni watu wa hip hop. Okay. Afande Sele, Professor J, Mwana FA. Yaani mimi wakati niko chali nasikiliza rotation ilikuwa hiyo. Ngoya, Sogi, Solo Thing, J Mo. So unanielewa? Kwa rotation ya hip hop ilikuwepo kubwa. Hapa katikati ilikuwepo kubwa, lakini walikuwa wanaendelea na, yani kuna nafikiri sijui kuna spotlight fulani iliibwa au walikuwa hawataki kuentertain sana, sijui, lakini yani hip hop waga ipo, haijai kufa, haijai kupotea, ni hivyo. Mimi yani hicho ndio nachokiamini. So wasanii wenyewe wa hip hop ndio ambao walizembea hapo katikati. Hamna mtu alizembea man. Ina maana kuniambia ukicompare hip hop sasa hivi rotation. Okay, naomba niulize mimi. Bongo Flava sasa hivi imekufa? Bongo Flava hajafa. Sasa kwa nini na vinaibuka vipaji vipya kila siku? Mbona kuna miaka nyuma hapo ameibuka mtu anaitwa Kontao, si ndio? Si ni mtu wa hip hop? Rudi tena nyuma tena kidogo. Kulikuwa kuna nani? Bosho alikuwepo, si ndio? Rudi tena nyuma kidogo. Kulikuwa kuna nani? Kulikuwa kuna kina Yankila, si ndio? Rudi tena nyuma kidogo. Kulikuwa yani kila kipindi kina Yangunya hapa katika, sio hapo wanafanya. Hip hop haijai kufa, watu wanafanya. Mimi yani ndio kitu ambacho nakiamini. Rotation tu sasa hivi imekubali kwenye hii hip hop na rap, lakini sio kwamba hip hop haija advance pia, ama unataka kusema nini yani? Kwa advance ni kitu kingine. Kwa advance hiyo ni kitu ya industry nzima. Right. Kwamba kwa advance tunasema ndio ile kama vile wasanii labda zaidi ya 5 au 6 au 10 waweze kuwa hosted labda London, kuwa hosted Marekani huko. Kwa hiyo kwa advance ni kitu ambacho sio cha hip hop, Bongo Flava na muziki wa Kitanzania kiujumla.